ni tarehe 24 mwezi wa 5 2026, na siku ya leo tumekuja katika ibada hii kwa ajili ya kumshukuru Mungu kutupa kibali, neema na baraka zake kwa kuunganika pamoja kwa ajili ya shukrani. Mama yetu Rita Wakashia, kama tulivyopewa utambulisho wa vitenge, tumewakilisha vema, na kila mtu ambaye hatutambui basi anaweza kututambua kwa kupitia kitenge hichi. Hivyo basi, mama yetu Rita Wakashia amezaliwa tarehe 22 mwezi wa 5 na amefariki tarehe 22 mwezi wa 5. Ilivyo utaratibu wetu katika magrupu, huwa tunaenda kufanya matendo ya huruma kwa mwaka mara 2, katika mwezi wa 5 na mwisho wa mwaka. Lakini katika mwaka huu umekuwa ni mwaka wa kipekee na neema sana, ambapo siku ya leo mimi binti yenu ambaye nasali hapa parokiani Damu Azizi, baba padre wangu yuko pale, ni mtoto wenu ambao mnifahamu, naitwa Noela Stanislaus Morsi, ni mwadhini wa Viwawa hapa parokiani. Namshukuru Mungu kwa ushuhuda huu wa miaka 10, ambapo Mungu alinipa kipawa cha kuanzisha utume huu kwa kutumia njia ya simu. Sisi tunafanya utume kwa kutumia njia ya simu. Wote hapa hatujuani, tumejuana kwa njia ya mtandao. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema kubwa na uzima na nafasi hii ya kusimama mbele yenu leo kutoa ushuhuda wa miaka 10 ya utume wangu kupitia Mtakatifu Rita Wakashia. Kwa kweli huu sio uwezo wangu, bali ni neema, rehema na upendo wa Mungu ambao amenipendelea. Tangu nikiwa mtoto mdogo mwenye umri wa miaka 15 nilianza kumfahamu Mtakatifu Rita na kumpenda sana. Nilivutiwa na historia ya maisha yake. Kwa ambao sio wanachama au ambao ndo wanasikia leo, basi ukipata wasaa nunua kitabu. Kile kitabu kina story ndefu na ni tamu mno. Nilianza kupitia maisha yake, alipokuwa mvumilivu, alivyokuwa mama mwenye sala ambaye anasali, mama mwenye upendo na imani kubwa kwa Mungu. Kadri nilivyokuwa nazidi kudukua, ndivyo moyo wangu ulivyoendelea kuvutiwa zaidi na utume huu wa Mtakatifu Rita. Nilipofika shule ya sekondari, sikutamani kubaki nyuma mwenyewe kwa upendo huu. Niliamua kuwashirikisha wenzangu. Kama ninavyotambua shuleni kuna stori za hapa na pale, basi utume huu nilianza kama stori za kuwasimulia watu movie tunazoangalia kwenye TV muda wa breaki. Tukawa tunasali pamoja novena na kushirikishana maombi mbalimbali. Ingawa baadaye nilipomaliza elimu ya sekondari, Mungu aliweka ndani ya moyo wangu uwezo wa kuanzisha grupu la WhatsApp kwa ajili ya utume huu, ambapo ilikuwa 2016. Nikawa nimeanzisha utume huu. Lakini haikuwa rahisi kwa sababu mwanzo ulikuwa mgumu sana. Tulikuwa wachache, tulikuwa watu 15 tu. Tulipitia changamoto nyingi, maneno mengi ya kutukuja moyo, kukatishwa tamaa, na wakati mwingine nilihisi kama nimechoka. Lakini katika ya yote Mungu alinipa nguvu ya kusimama. Nijifunza kuwa kazi ya Mungu yahitaji uvumilivu, maombi na moyo wa kujitoa. Nilipoona watu wanaanza kurudi kwa Mungu, kuomba kwa imani, kupata faraja kupitia sala za Mtakatifu wa Rita Wakashia, nilijua kuwa huu ulikuwa mpango wa Mungu. Leo hii ninaposimama mbele yenu, ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka 10 hii ya utume huu, 2016 mpaka 26. Sio kwa nguvu zangu. Tumefanikiwa kuwa na magrupu mpaka sasa hivi 17. Grupu moja ni grupu kwa ajili ya wadada na wamama ambao wanapitia changamoto mbalimbali za wanawake. Grupu lingine ni kwa ajili ya kusaidiana kwenye mambo ya ugonjwa pamoja na misiba. Hivyo sasa hivi tupo wanachama wengi sana kwa sababu magrupu yote yamejaa.
na tupo nje ya nchi pamoja na hapa Tanzania. Hakika nimeona mkono wa Mungu kwa macho yangu mwenyewe kupitia utume huu. Watu wengi wamejifunza kusali, vijana wamemkaribia Mungu, ndoa nyingi zimefungwa, tumepata mapadri, wagonjwa wameombewa, waliokuwa wamefungwa wamefunguliwa, na wengine wamepata ushuhuda mkubwa kupitia maombezi ya Mtakatifu Rita wa Kashia. Tunafanya mikesha ya kusali novena, ibada mbalimbali za sala za wahitaji na watu kufanya matendo huruma. Katika yote Mungu ameendelea kujitukuza. Ningependa kuwahimiza vijana wenzangu na kila mtu aliyopo hapa, msikate tamaa mnapoitwa kumtumikia Mungu. Mwanzo sio mrahisi hata kidogo. Mwanzo ni mgumu sana, watu wanaweza wasikuelewe, lakini kama jambo limetoka kwa Mungu litasimama. Endelea kusali, endelea kuwa mwaminifu kwa Mungu, atakutendea makuu. Mwisho kabisa, ni mshukuru Mungu kwa zawadi ya utume huu tena na tena. Na wapongeza wote ambao wamekuwa nami katika safari hii ya miaka yote 10, viongozi, marafiki, wanautume na wote wanaoniombea, pia wazazi wangu pamoja na wote walionilea kiroho. Shukrani zangu za kipekee pia zimwendee Father Yona ambaye ni kaka yangu, upo alipo katika masomo yake, na imani mwezi wa 9 ataungana na sisi Tanzania kwa ajili ya sala na mambo mengine. Mtakatifu Rita wa Kashia, Mtakatifu Rita wa Kashia.